ni watu wote. Naombea kwa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu mpote kupokea nguvu ya kuelewa na makusudi ya Mungu yapate kutimia katika taifa hili la Tanganyika. Ole wao watoao kafara za damu ya wanyama, kafara za damu ya wanadamu, wanaotoa kwa mashetani au wanatoa kwa majini. Biblia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 9 mstari wa kwanza, kuna ole, kuna kudaiwa. Mungu akambariki Nuhu na wanawe akamwambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Kila mnyama wa katika nchi ataogopa ninyi na kwa hofu, na kila ndege wa angani pamoja na vitu vyote vilivyojaa katika ardhi na samaki wote wa baharini vimetiwa mikononi mwenu. Kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu. Kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika nawapeni hivi vyote. Bali nyama pamoja na uhai, yaani damu yake, msile. Hakika damu ya uhai wenu nitaitaka, na kwa mkono wa kila mnyama nitaitaka, na kwa mkono wa mwanadamu, kwa mkono wa ndugu ya mtu nitataka uhai wa mwanadamu. Atakayemwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu, maana kwa mfano wake Mungu alimfanya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hili ni ole. Kitabu cha Walawi sura ya 19 mstari wa 26. Msile kitu chochote pamoja na damu yake, wala msifanye kulaga wala kutumia utambuzi. Hesabu 35:31. Tena msipokee fidia kwa ajili ya uhai wa muuaji ambaye amekuwa na hatia ya mauti, lakini lazima atauawa. Haleluya. Mmoja wa wanafunzi wa Yesu alinyosha mkono akampiga mtumwa wa kuhani mkuu, akamkata sikio. Lakini Yesu alisemaje? Mstari wa 52 Mathayo 26. Ndipo Yesu akamwambia, rudisha upanga wako mahali pake, maana wote ushikao upanga wataangamia kwa upanga. Ufunuo 13:10. Mungu anaendelea kumkumbusha mwanadamu ya kwamba mtu akichukua mateka, mtu yeyote anayechukua mateka, anaweza kama mtu mmoja au taasisi fulani ikafanya hayo. Asema mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka, mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapo ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Haleluya. Mauaji haya ya makusudi kwa wenye haki hufanywa na Ibilisi kwa asili au kwa ajili au kwa njia ya wazi au kwa sababu ya uchawi, kwa namna ambavyo Ibilisi anaweza akafanya. Kwa mambo haya yalinena na Yohana sura ya 10 mstari wa 10a, kwamba mwivi haji aibe ila kuchinja na kuua na kuharibu. Kwa maana kuiba na maana kwamba ni kuteka, kwa sababu ziko sheria ambazo mtu akikosa, na zile sheria na hukumu ni za Mungu. Lakini Mungu akasema ikiwa mtu atakosa atapelekwa mbele za sheria, awe muuaji atapelekwa mbele za sheria, mbele ya mashahidi 2 au zaidi. Lakini Ibilisi hafanyi hivyo. Kwa kupitia wanadamu na kufanya maagano ya mauti na kuzimu na kuua, mara nyingi wanauawa au kutolewa kafara ni watoto wa kiume au wanaume mara nyingi, na mara chache watoto wa kike na watu wazima. Na hiki kimeandikwa katika kitabu cha Isaya 28 mstari wa 15 hadi 20, ya kwamba watu wamefanya mauti na kuzimu, wamefanya maagano, mapatano. Kwa kutumia nini? Kwa kutumia damu ya wanyama, kutumia damu ya ndege au ya wanadamu, na kutumia fedha. Hali mwanadamu alikabidhiwa mali, azilinde, avitunze na avitumie kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mfano tutamwona mtu Kaini akamua ndugu yake Habili. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 8.
Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Anamdanganya twende uwandani. Habili alikubali. Ikawa alipokuwa hapo uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye akamuua. Yohana ya kwanza sura ya 3:12. Si kama Kaini alivyokuwa wa yule mwovu. Kumbe Kaini alikuwa na roho ya uovu, yani ya shetani ndani yake, akamuua ndugu yake. Naye alimuua kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya na ya ndugu yake yalikuwa ya haki. Kwa hiyo kazi ya Ibilisi, ukitaja haki anakumaliza. Kwa hiyo ndugu huyu Habili aliuawa na ndugu yake Kaini kwa sababu matendo ya Habili yalikuwa ya haki. Mfano mwingine, mfalme Herode alituma watu akaua watoto wote wanaume waliokuwa huko Bethlehemu na viungani mwake mote, tangu wenye miaka 2 na waliopungua. Mathayo 2 sura ya 16 mstari wa 18. Tazama, hata mtiririko wote wa watu wanaotekwa ni watu wanaume. Mungu atusaidie kutambua mambo haya. Lakini pia shetani aliingia kwa kabila la Wasebi, akaingia kule akaua watumishi wote wa Ayubu, wote akawaua, wanaume akaua, akachukua na zile mali. Tendo lile lilifanywa na Ibilisi, na baada ya kutoka katika kujadiliana na Mungu kwamba huyu Ayubu akuabudu, sio kwamba anakuabudu bure. Kwa hiyo kitu alichokifanya, wale wanyama ambao Mungu alikuwa amemkabidhi mwanadamu, yani Ayubu alikuwa na wanyama, Ibilisi akaenda akaua. Ayubu sura ya kwanza mstari wa 13 na wa 17, na Ayubu sura ya kwanza mstari wa 18 hadi 19, utaona habari ya mauaji yaliyofanywa na Ibilisi. Ahabu pamoja na mkewe Yezebeli waabudu miungu mashetani. Aliua manabii wenye haki na wengine walikimbia kina Elia. Mwisho pia mfalme mwenyewe akaenda akamua mwanamke Nabothi kwa sababu ya shamba lile lilikuwa la mwanamke ambaye alikuwa mrithi. Lakini Ibilisi kwa kupitia miungu ya Yezebeli akaenda akamua mwenye haki mwanamke Nabothi. Kilichotokea ni nini? Ya kwamba Mungu akaruhusu mfalme Ahabu aende vitani. Hakusikiliza sauti za manabii, akaenda akauliwa kule sawa sana neno la unabii. Lakini pia baada ya pale alikuweko katika ule utawala, alikuweko Yehu. Alipotawazwa kuwa miongoni wa viongozi, alienda akahakikisha kwamba anaua uzao wa huyu Ahabu, yani watoto wake, na pamoja na yule mwanamke Yezebeli aliuliwa. Kwa maana hiyo kwamba alipizwa kisasi kwa sababu aliua wenye haki. Kwa hiyo hakuna mtu anayeua wenye haki akabaki salama. Tumwangalie mfalme wa Misri, kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa 15 mpaka 22. Farao asiyemjua Mungu. Kwa maana hiyo walikuwa kama mafarao wenye kumjua Mungu, wanatoka Farao huyu anakuja Farao huyu anakuja Farao huyu, lakini ikafika muda akaja Farao asiyemjua Mungu. Kazi yake akaona kwamba hawa watu mbona wanakuwa wengi, akaamuru wakunga wote, yani wazalishaji, kwamba hao wanawazalisha kwamba mwanamke wa Kiebrania akizaa mtoto wa kiume hakikisha kwamba umemuua. Lakini wale wakunga walikuwa wacha Mungu, wakashindwa, wakamwambia hapana, wakamdanganya kwamba hao wanawake wa Kiebrania kabla hujamfikia ashajifungua. Hivyo basi zoezi la Farao likashindikana kwa staili ile. Bado akaamuru kwamba mtoto yote wa kiume atakayezaliwa atupwe mtoni. Zoezi lile liliendelea. Kwa hiyo hata ukiangalia maisha ya Musa ni kwamba mama yake alipomzaa akakaa miezi 3 anamlea, na mwisho wa siku akaona hii shida, ndio akamtengenezea safina akamtupa katika ule mto. Hati kwa sababu Mungu alikuwa amepanga kwamba atalelewa katika familia ya Farao. Kama wengi husema kwamba mchawi mpe mtoto alee,
ndivyo ambavyo Mungu alifanya Farao amlee mtu huyu Musa. Lakini nini maana yake? Ni kwamba ni Farao huyo hakumjua Mungu, aliamuru aliamua kuangamiza watu ambao wenye haki. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ni mifano ambayo iko halisi. Mfano mfalme Nebukadreza mwabudu sanamu, lakini pia naye alimlazimisha Danieli pamoja na wenzie, baada ya kukataa kuabudu sanamu, akaamuru kwamba hao watu watupwe kwenye tanuru la moto. Lakini Mungu bado aliwalinda hao malaika, aliwalinda hao watumishi wa Mungu. Biblia katika kitabu cha Danieli sura ya 3 mstari wa 19 hadi 28. Na baada ya tukio la kushindikana, mfalme Nebukadreza akaonya nabii Danieli. Danieli sura ya 4 mstari wa 27. Kwa sababu hiyo, mfalme, shauri langu lipate kibali kwako, ukaache dhambi zako kwa kutenda haki, na ukaache maovu yako kwa kuwahurumia maskini. Huenda ukazidishiwa siku zako za kukaa raha. Naenda muangalia mfalme Senakeribu, mfalme wa Ashuru. Mfalme huyu Mungu alimpa uwezo mkubwa, na akawa anashinda. Kila alipotaka kupiga taifa alilipiga akalishinda. Akafika mahali kwa kujikinai akamtukana Mungu wa Israeli aliyekuwa akiabudiwa na mfalme Hezekia na nabii Isaya. Kitu kichotokea nini? Kwamba Senakeribu mfalme wa Ashuru, baada ya kushinda vita mataifa au miji ya Yuda kadha wa kadha, akajisifia na kumtukana Mungu wa Israeli. Hezekia mfalme wa Israeli na nabii Isaya wakamwomba, wakamlilia Mungu. Bwana akatuma jeshi la malaika, watu 185,000 waliuawa usiku moja. Walipoamka asubuhi na mapema, kumbe walikuwa maiti wote. Hivyo mfalme Senakeribu akatoka Ashuru akakimbilia mji wa Ninawi. Ikawa alipokuwa akiabudu nyumbani mwa Nisroki, yaani mungu wake mbali, mungu herufi ndogo, Adimleki na Sheraza wakampiga kwa upanga. Ni watoto wake wakampiga baba yao kwa upanga, akafa. Ndipo mtoto mmoja akatawala. Maana yake ni nini? Ya kwamba mtu unapokuwa unatawala, Mungu amekuweka na akakuwezesha kwa mambo mengi makubwa. Mtegemee Mungu, kwa sababu hawa wanadamu ambao ndiyo wako karibu na wewe, saa yoyote Mungu anaweza akabadilisha mioyo yao ikakuasi wewe na kukuondoa katika utawala au katika kukua. Kwa mfano kama huyu mfalme, yeye ni watoto wake na alikuwa na nguvu na mji alikuwa amefanya. Kosa kubwa ni kumtukana Mungu aishe milele, ambaye leo hii namhubiri. Kwa hiyo hata Farao ukiangalia habari zake ni kwamba alifanywa moyo mgumu. Kwa hiyo ukiwatawala watu kwa utaratibu na ukakubali, basi watendee haki, utapata thawabu kubwa sana. Katazo la kutoa sadaka kwa damu ya majini. Katazo la kutoa sadaka ya damu kwa majini. Kitabu cha Walawi sura ya 17 mstari wa 7. Wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini ambao huwafuata ili wafanye uasherati nao. Sheria hii itakuwa sheria ya milele kwao kizazi baada ya kizazi. Zaburi 106:37-38. Naam, walitoa wana wa binti zao kwa dhabihu kwa mashetani, wakamwaga damu isiyokuwa na hatia. Damu ya wana wao na binti zao waliwatoa dhabihu kwa mashetani, kwa sanamu za Kanani. Nchi ikatiwa unajisi kwa damu. Kitabu cha Hesabu 35:33. Hivi hamtaitia unajisi nchi ambayo mwakaa, kwa kuwa damu hutia nchi unajisi, wala hapana sadaka itoshayo kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya damu iliyomwagwa ndani yake, isipokuwa damu ya huyo aliyemwaga. Hivyo basi, nini maana yake? Tutaenda kuangalia Yeremia sura ya 6 mstari wa 10 na 15. Asema, wameiponya jeraha ya watu wangu kwa juju tu, wakisema amani amani, wala hapana amani. Je, walitahayarika walipounda machukizo? La, hawakutahayarika
hata kidogo, wala hakuweza kuona haya ya uso, yaani aibu ya uso, basi wataanguka miongoni mwa hao waangukao, wakati nitakapowajilia wataangushwa chini, asema Bwana. Hivyo ni rai yangu wewe ambaye umeshaingia maagano na kuzimu. Hatuwezi kujua toka utawala ulipoanza Mwalimu Nyerere aliingiaje katika maagano, aliyefuata aliingiaje katika maagano, aliyefuata mpaka sasa ni nani ambaye ameiweka nchi katika maagano ya kuzimu. Hivyo Mungu yeye ajitwalia utukufu kuleta neno hili, ili kila mtu atambue kwamba kila atakayekuwa ameingia maagano juu ya taifa hili kinyume ni kipigo, kwa jina la Yesu Kristo, amen.